لنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله بعث بشرع كالشمس وضحاها، وبقرآن كالقمر إذا تلاها، وبسنة كالنهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مؤيدا ومعصوما، ولا تدع فينا ولا معنا ولا منا ولا أحدا من أمة محمد شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة يا رب العالمين، لا حجة علينا. اللهم شفعنا بالقرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. bado tunaendelea na kufasiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni katiba ya Muislamu aliyeletwa katika ulimwengu huu kuja kumshughulikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa yale alomtuma. Tumeifasiri suratul Qadri katika wiki iliyopita, tukataja mawaqi'u wa amakina ambazo Mwenyezi Mungu kataja kwamba Qur'ani imeshushwa katika sehemu hizo na katika zama hizo. Tukasema zama wakati wa Qur'ani iliposhuka ilikuwa ni Lailatul Qadr, usiku wa cheo, usiku mtukufu. tukasema Lailatul Qadri haina tanaqud na Lailatul Mubarak, yani inna anzalnahu fi Lailatul Qadri ni nafsu al-aya inna anzalnahu fi Lailatin Mubarak. kisha Lailatul Mubaraka ndio ile ilikuwa katika shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ndio ile الذين آمنوا بما أنزلنا على نبينا katika aya wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba waliyatama walmasakin wabn as-sabil. mwisho aya in kuntum amantum, kama nyinyi mumeamini بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. دولا نص يوم الفرقان يوم التقى الجمعان شهر رمضان ليلة القدر. وإذن مليزة كيفسير سورة القدر نلو بإذن الله تنجيك سورة العلق أو سورة إقرأ. السورة هي من يزمون سبحانه وتعالى كيف وتكفوا ina aya za mwanzo zilizomshukia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ndizo aya za kwanza kabisa kushuka katika kitabu tunachokisoma cha Qur'ani kilichokuwa na juzu 30. katika sura 114 hii ndio sura ya kwanza kumshukia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa hiyo ina utukufu wake, ina historia yake, na ina baraka zake, na ina habari nzito kama sura ya kwanza inayoagiza kwa umma huu. Na ni siku ambayo bwana mtume kajitenga kutoka kwa jamaa wa Makka walokuwa kathiran ma yaabuduna al-asnam. watu wa Makka walikuwa wakiabudia masanamu, na mtume hakupenda tabia ile. siku waliposafiri na ammi yake katika rihlat ash-Sham, kule walionana na bwana mmoja ambaye alijua kwamba huyu mtoto atakuja kuwa mtume kwa sifa fulani fulani. Sasa katika hali ya kumuuliza maswali ili apate kujua, je,
ndiye mtoto ninayemdhania au siye? Mmoja katika maswali yake rahib alimuuliza bwana mtume, astahlifuka billati wal uzza, wewe kijana nakuapia kwa Lata na Uzza, miungu ya bandia walikuwa wakiabudia watu wa Makka. Sasa anamtajia miungu hii Buhaira, pengine mtume atamsikiliza vizuri baada ya kutajua miungu hii kwamba anaiheshimu. Angamuuliza, astahlifuka billati wal uzza, na kuapia na Lata na Uzza, nataka uniambie bwana mtume kabla Buhaira hajamaliza kusema billati wal uzza, akamkamata mdomo asimalize kuzungumza wala asiape kwa miungu hii miwili. Akamwambia, la tahlifli billati wala bil uzza, usiniapie mimi kwa miungu hii ya Lata wala na Uzza. Fa wallahi, anamwambia ninakuapia Mwenyezi Mungu, ma abaghadtu ahadan fi hadhihi dunya mithla ma abaghadtuhuma, sikuchukia kitu mimi katika dunia kama nilivyochukia masanamu mawili haya. Kwa hiyo usinitajie kama ni miungu hii unaniapia na hivi na hivi. Sasa yule bwana alikuwa anamwapia kwa miungu ile kutaka kuona, je, anawaheshimu? Je, anawaamini? Je, na yeye ameshughulika kama watu wa Makka waliokuwa na ibada ya miungu hii? Lakini akakuta bwana mtume ana msimamo mwingine kabisa. Kwa hiyo hii hali ilimfanya kukulia katika kuyachukia masanamu. Akakulia hivyo mtume mpaka mwisho alipokuwa na umri wa miaka 40, akaona ajitenge na watu kwa mambo walikuwa akiyafanya. Akachagua gharu Hira, gharu Thauri, kwamba ndo jabal ambalo atakwenda kule kumwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jabal Hira hili ni jabali lina historia kubwa katika Uislamu. Kuna majabali mawili yanatajika, Jabal Hira na Jabal Thauri au Jabal an-Nur. Jabal Hira ndilo walilochagua mtume kwamba ni mahali atakapomwabudia Mwenyezi Mungu. Baada ya kuona vitendo vichafu kutoka watu wa Makka, akaamua kwamba hapa ndipo nitakapofanya msikiti wangu peke yake. Akawa anakwenda usiku, anakesha kule, analetewa chakula kutoka nyumbani kwake, kimalizika analetewa tena, au mwenyewe anakwenda kuchukua. Amejitenga kwa ajili ya ibada. Hapo hakuna aya hata moja iliyomshukia mtume, wala hajapewa message kwamba sasa hivi wewe mtume, wala hajatangazwa rasmi. Lakini mwenyewe anajitoa katika nyumba yake, anakwenda kule, na alikuwa na idea, historia fulani tu kwamba ibada ambayo anaifanya ni mienendo ambayo kwamba ni ya babu zake ambao wanashikamana na Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo mtume kabakia kule kwa muda mrefu mpaka siku ya siku, wa idha bi Jibril yajubu al-afaq wa yanzilu ala sayyidina Muhammad. Jibril akashuka usiku huo ambao tunasema ndio usiku ambao Qur'ani iloshuka, na tulielezea kwa kirefu. Akaingia katika Jabal Hira Jibril ambaye ni kiumbe mkubwa, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfikia Sayyiduna Muhammad katika pango Hira alipokuwemo, akaanza kumpa aya hizi, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Sasa kilima chake cha mwanzo Jibril mwambia mtume iqra, soma, ishara ya kwamba huu usomi na kusoma ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Sasa mtume ameishi, hakupelekwa skuli wala chuoni, hajui kusoma wala kuandika, kwa sababu katika sifa ya mtume anaitwa an-nabiyul ummi, mtume asiyejua kuandika. Ummiyu kanasibishwa kwa mama kwa sababu ya huu msimamo wa mtu kutojua kusoma na kuandika. Ni aibu kubwa kwa binadamu, lakini kwa mtume ilikuwa sifa kubwa, kwa sharafu. Bwana mtume jambo hili analifahiria kwamba yeye hajui kusoma wala hajui kuandika, lakini wanaojua kusoma wote wamesoma kwake. Kwa hiyo kwake ilikuwa fahari kubwa, lakini kwa mtu mwingine ni aibu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anataka kuwaonesha hawa watu, waangalia kwamba huyu bwana hajui kusoma wala kuandika. Lakini kwa nini anayesema maneno makubwa haya? Nani alimsomesha? Bila shaka ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
laitani mtume angekuwa kaja kwa watu wake scholar, very educated, manake ana elimu nyingi kutokea hapo zamani, akasema mimi mtume wenu, watu wasema huyu katuroga akili zake kwa elimu yake kubwa, huyu mtu kasoma anaona mbali kwa elimu yake, sasa watu wamemfuata. Hii kabadilisha tu kwa uwezo wake wa akili na usomi wake mkubwa, huyu msomi bwana. Lakini mtume kaja hajui kusoma wala kuandika. Sasa ili iwe miujiza kwa watu, lile atakalolisema muamini kwamba linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu mara nyingi anasema laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisaili. Katika habari za Yusuf, na si Yusuf peke yake na ndugu zake na mitume wengine, kuna ayatun, kuna dalili lisailin, kwa wenye kuuliza. Dalili zipi? Dalilun ala anna Muhammadan nabiyyun min Allah haqqan wa sidqa, dalili kwamba huyu ni kutoka kwa Mungu, ni mtume kweli. Kwa sababu walimuuliza visa vingi, visa vya ashabil kahfi, visa vya Dhulqarnain, visa vyote Mayahudi wanamuuliza, kwa kuwa hakusoma historia wala hajui, anawapa majibu yake. Sasa kajuaje huyu? Na habari mnazomuelezea nyinyi, mnazomuuliza, mpaka mtu awe kazisoma. Sasa kama hakusoma kazipata wapi? Kwa hiyo ayatun, kuna alama kwamba huyu nabiyyun min Allah haqqan. Kwa hiyo Sayyidina Jibril kambana mtume, kaambia iqra ya Muhammad. Mtume akasema ma ana biqari, mimi si msomaji, mimi sikusoma, sikusomeshwa, nisome nini? Kamwambia tena iqra, soma. Anashangaa mtume, anasema nisome nini? Ma ana biqari, mimi si msomaji, si msomi, mimi sina elimu yoyote, nisome nini? Akambana mbavu zake hivi, akamwambia iqra ya Muhammad, soma. Mtume akasema mimi sijui kusoma. Akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Akasoma mtume iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Bwana mtume baada ya kusomesha aya chache hizi, wasiwasi ukamuingia. Kiumbe gani huyu? Tanabba kwamba ni mara ya kwanza kabisa Jibril kumshukia mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mgeni bwana mtume katika mambo haya, ndo kwanza sasa hivi Jibril kaja. Na wakati huo mtume ana hofu kubwa. Laitani ingekuwa hakutengezwa mtume kutokea hapo, ingekuwa hofu hii ingezidi, na pengine mtu kama ingekuwa mtu wa kawaida angekuwa katika hali nyingine. Lakini moyo wake ulipokuwa mkubwa, miguu ikambeba, akawa anaweza kwenda na kuondoka. Ingekuwa mtu mwingine angeanguka akakolapse pale pale. Lakini angalia, mtume alifanywa operation zaidi ya 2 wakati huo alipokuwa mdogo. Jibril alikuja kumbeba wakati alipokuwa katika nyumba ya Halima Saadia, wakampasua kifua chake, wakautoa moyo wake, wakausafisha. Na siku walipokuwa wanataka kwenda zake Mi'raj, vile vile akafanyiwa upasuaji tena. Hichi kifua kinataka kutiwa mambo mengine, kishereheshe, apewe nguvu, kama vile watu wanaotaka kwenda katika space lazima wabebe na oxygen nyingine, wabebe vitu, wavae nguo nyingine, kwa sababu wanakwenda katika ulimwengu mwingine. Na mtume sallallahu mkafanywa hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni hali ya ushujaa wa hali ya juu, kutoka katika jabal kwenda nyumbani kwake kwa bibi Khadija. Hapo mkewe yuko nyumbani, Sayyida Khadija. Baba iko lile lilipompata mtume kakimbilia nyumbani kwake. Angalia, hii inaonyesha kwamba mtu nyumbani kwake ni mahala anapopata sakina. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Miongoni mwa alama kwamba Mungu yupo ni kukuumbieni wanawake ambao nyinyi mnapata utulivu kwao. Naam, kama mtu hana mke hapati utulivu ambao ni wa kisawa. Ngoja mtume anakimbilia nyumbani kwake kwa mkewe, kwa baba ipo lilompata au hofu ilompata, ili apate kuenda kupata utulivu. Na kweli alipofika pale, bibi Khadija akamwambia lan yukhziyaka Allahu abadan, Mwenyezi Mungu hawezi kukufedhehesha, hata kufedhehesha aslan. Innaka tasilu rahim, wewe unaunga ukoo, watu unawafanyia mazuri,
tu'inul ala, unawasaidia wasiojiweza, na wewe akhlaq zako safi, sio ni sababu ya kudhalilishwa. Akawa Mtume SAW katika hali ya insijamun tam, kwa maneno mazuri aliyopata kutoka kwa bibi Khadija. Anaingia nyumbani akisema kwa sauti kubwa, zamiluni, nifinikeni, zamiluni, nifinikeni, nimeona kiumbe ambaye sio kawaida, sijawahi kumuona. Bi Khadija kamfinika. Nini? Kamwambia nimeona kiumbe mkubwa na ananiambia ikra, akanisomesha baadhi ya aya na hivi na hivi. Mtume kafinikwa nguo, akifinikwa nguo anamuona tena mtu huyo, kamsimamia sasa tena, anamwambia ya ayyuhal muddaththir, ewe ulojifunika hizo nguo, qum fa'andhir, simama uhofishi, uonye watu wanaoyafanya sio, waambie watakwenda kupata adhabu kwa haya wanaoyafanya. Qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir, na Mola wako mtukuze. Wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zitahirishe. Warujza fahjur, masanamu ya hame, usikae karibu na masanamu, yani usiaabudie wala usitamani kabisa, hama kabisa, yachukie. Wala tamnun tastakthir, usitoe kidogo kwa ajili ya kutaka kingi. Wala rabbika fasbir, na usubiri kwa Mola wako, kwa sababu hii kazi tunaokupa utapata matatizo mengi. Kwa hiyo jiandae kabisa, moyo wako uzoeshe kuwa na subra kubwa. Hizi taalimu wa Islam bwana Mtume anazipata katika miaka ya karibu tu, siku za kwanza kupata utume. Hapa ndipo wanapotangazwa rasmi, malaika wanazunguka akimwambia anta nabiyyun, anta rasulun, anta akhirul anbiya, wewe sasa hivi umetangazwa rasmi ni mtume wa mwisho katika ulimwengu huu, unapelekwa, nenda kahubishi watu. Zilikuwa aya hizi. Alafu tusimame kidogo. Kwa nini zilikuwa aya za kwanza kabisa zinaambia watu wasome? Hapa Muislamu anataka kufikiria kila kukicha. Mbona aya za kwanza asije Mtume akaambiwa swali? Kwa sababu Uislamu tunaambiwa Uislamu ni swala. Wala Mtume anasema alfarqu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Tofauti yetu na wao ni sala tu, akiacha mtu sala basi hayuko katika kundi letu. Sasa kwa nini isije aya direct aqimus salah? Isije aya direct kwamba tunaambiwa sumu Ramadhan au zaku amwalakum au walillahi ala an-nasi hajjul bayt. Hizi nguzo zote za Kiislamu kwa nini zisije za mwanzo kabisa kuamrishwa? Inakuja Mtume anaambiwa soma katika aya hizi, inaelezewa Mwenyezi Mungu ndo kaumba binadamu na hivi na hivi. Kwa nini ziwe aya za ilmu ndo aya za mwanzo kumshukia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Katika kikao chochote na katika meeting yoyote, kile kitakachozungumzwa mbele, kitakachozungumzwa kwanza, watu wamekaa wakashauriana kwamba hiki kina umuhimu mkubwa, sasa tukifanye ndio cha kwanza katika agenda. Hata kama ni katika uhalifu, yule muhalifu namba moja yule ndo hatari zaidi kuliko wale wengine wa 10 au 12. Kwa hiyo kile kinachokuja first, japokuwa maneno ya Mwenyezi Mungu yote ni muhimu, lakini nataka kutuonesha kwa kadri ya sisi tunavyoishi katika maisha yetu kwamba kinacholetwa cha kwanza kina umuhimu wake kuliko kile kitakachokuja baadaye. Kwa hiyo hizi aya za taalim zinaletwa kwanza, Waislamu wapate kutia akili kwamba dini yenu ni dini ya usomi, maisha yenu ni maisha ya kusoma tu. Mujitahidi katika kuitafuta hiyo elimu, kwa sababu ndicho kitu cha kwanza tunachomwamrisha Mtume wenu. Uislamu ni dini ya kusoma. Sasa tena kusoma kwenyewe, basi angalia katika daula nyingine sasa hivi kuna system ya kutafuta elimu inaitwa integration system. Integration system maana yake ni kusoma both secular na religious education, yani kuchanganya masomo, wanasema masomo ya dini na ya dunia. Kwa sababu gani? Wamekaa watu wakafikiri kwa wakaona kwamba watoto wa Kiislamu hawasomi elimu ya dini, wao wameshughulika kabisa na elimu ya dunia. Wamekaa wazazi wao wakafikiria kwamba dini sio kitu cha kugombaniwa, wala elimu yake haina maana yoyote. Kwa hiyo sisi tuna itijaa moja tu, tuangalie dunia kwanza inatuambia nini, dini baadaye. Na hizi ni fikra batili.
ni dhikra ambazo zimeletwa na baadhi ya watu katika mwisho wa karne ya 19 katika majlis al-umum kule Britain, Lancaster House, manake pale watu wanapokaa wakatunga na sheria zao na hivi na hivi. Alisimama waziri wa wakati huo wa wale ambao kwamba anawamiliki pale katika majma' katika jalsa ya Britain, akasimama akasema ajenda kubwa ninayotaka kuwazungumzia, kuwaambieni huu Uislamu, kwa sababu vita vya makafiri ni Uislamu mpaka siku ya kiyama. Huu Uislamu hatuwezi kuustopisha kwa njia yoyote nyingine mpaka tutakapoweza kuzistopisha njia 4 au njia 3. Watu wakamuuliza vipi, pamoja na uwezo tuliokuwa nao na idea mbalimbali. Akasema pamoja na hayo lakini lan nastati'a, hatutoweza qadaa ala alislam, kumaliza uislamu kabisa illa idha anjazna 3 khutat, paka njia 3 tutakapoziweza kuzimiliki vizuri. Akataja baadhi ya mambo, akasema katika njia 3 hizo, kitu cha kwanza, hadha mushafun, alikuwa na msahafu mdogo katika hembege, katika briefcase yake ametoa, akasema hadha mushaf. Njia ya kwanza ni Qur'an, huu msahafu unabeba juzu 30, sura 114, hadha mushaf. Tukiweza huku umiliki huu, basi tutakuwa tumepiga moja katika hatua nzuri za kufanya Uislamu unarudi nyuma na unapotea katika ulimwengu huu. Kwa sababu watu hawana haya, wanasema wazi wazi, kama sisi tunaogopa kuzungumza wao ubaya wao wanazungumza wazi wazi kuhusu Uislamu. Walisema tumemaliza ukomunisti, tukamaliza na system zingine za maisha, kilichobakia sasa hivi ni system ya Uislamu, ndio iliyokuwa imebakia. Na hiyo sasa ndio wanakwenda kidogo pamoja na sababu nyingine ambazo wanazibuni kuja kumaliza na Uislamu vile vile. Utakumbuka kwamba sasa hivi katika baadhi ya daula zinafuatiliwa, hasa kama vile Azhar ambacho ni chuo kikuu cha Waislamu cha kwanza kilichotoa elimu katika ulimwengu mzima. Wanafuatilia manake kuangalia kwa nini zinasomeshwa aya za kuencourage watu kufanya jihadi. Wanataka kubuni system ya elimu ambazo Waislamu wanataka kupewa. Kuna watu wanataka kutuundia Uislamu mpya wa kileo, tuache ule Uislamu aliotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu ni ukweli ambao kwamba uko wazi kama mfano wa jua linavyotoka wakati wa mchana. Wanazifuata baadhi ya kataiba ambazo zinasomesha dini vile ilivyoletwa, na wakizikosoa wakisema zinafundisha terrorist na zinafundisha hivi kwa sababu ya zile zinazozungumzwa katika aya za Mwenyezi Mungu na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanataka kufundisha wao Uislamu wanaoutaka wao, sio Uislamu walokuja nao Sayyiduna Muhammad. Sasa katika majlisi yao wakasema 3 khutat, ziko njia 3 muhimu sana. Njia ya kwanza, hadha mushafu, msahafu. Mmoja katika memba wa pale akasimama akauchukua msahafu akauchana, akasema basi kama ni msahafu tushauchana, tushomaliza. Sasa njia ilobaki ipi? Akasema sio lengo la kuchana karatasi zake na kurasa zake. Lengo ninalolizungumza hapa ni kuzichana hizi aya katika vifua vya Waislamu, akiwa anamaanisha kwamba tuzisafishe nyoyo za Waislamu ziwe hazina msahafu huu katika nyoyo zao. Waislamu wawe mbali kabisa na aya hizi. Hichi kinachozungumzwa katika aya hizi kisiwepo katika nyoyo za Waislamu. Ndilo lengo, sio kuchana misahafu au kuunguza misahafu. Haina maana yoyote. Wapo watu katika umma wa Kiislamu wanasoma Qur'an kama kompyuta, wamehifadhi juzu zote 30. Kama mtazichana zote watatengeza msahafu mwingine mzuri kuliko ule mchana. Kwa hiyo sio kwamba tuzichane wala tuchome masahif, lakini tutafute mbinu ya kuzikata na kuzichana aya hizi zikiwa ndani ya nyoyo zao. Maana tushughulisha nyoyo zao na kitu kingine ambacho sio Qur'anul Karim. Hiyo ni khutwa ambayo kwamba wamepanga. Sasa tukishafanya hivyo tutakuta kwamba malengo yanakuja sasa. Tukimaliza Qur'an tunakuja jambo la pili. Anasema salatul jumu'a,
sala ya Ijumaa. Kila siku watu wakikutana sala ya Ijumaa wanapeana fikra mpya, na watu wanakutana kwa wiki mara moja, mkusanyiko watu wanapeana na Ijumaa maana yake Waislamu, imamu na khatibu anatakikana kukizungumza kile kinachoendelea katika society ya Waislamu wakati huu. Sio kwamba mtu anakuja na kizungumza kitu ambacho hakipo kabisa. Imamu anapanda na majoo yake katika mimbar, anakizungumzia kitu ambacho labda kimetokea miaka 300 iliyopita, hakina mnasaba wote na leo kinapozungumziwa. Sio kinachotaka kuzungumziwa ni kama Qur'ani ilivyokuwa ikishuka. Mtume kafanya hivi, Qur'ani inashuka kulingamana na kile kitendo alichokifanya mtume au alichofanyiwa. Pamoja na ihtiram ya vitabu ambavyo Waislamu wanavitumia vya hutuba zilizokuwa zimepangwa, pamoja na kuviheshimu vitabu hivi, lakini ni aula zaidi Waislamu wakaona kama kitabu kile kinazungumzia mada ambazo hazipo kabisa sasa hivi katika maisha ya Waislamu, waangalie wiki hii kumetokea nini. Wiki hii Waislamu walitaka kupigana kwa sababu ya ikhtilafu zao. Khatibu akipanda kwenye mimbara aseme, jamani tuwe kitu kimoja, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wiki ile. Wiki ya pili ni Ramadhani, Waislamu wengine wamefunga na Saudia, wengine wamesema mpaka tuone mwezi. Khatibu atapanda siku ile awaambie Waislamu, hakuna jambo baya kama mtu kafunga na Saudia au akakataa akasema nitafunga kwa mwezi wa Unguja. Khatibu hiyo ndo kazi yake tu hiyo. Sio anaangalia tu kitabu hicho kama kitakosekana hutuba ya Ijumaa siku hiyo haitolewi. Ndio hicho mpaka kingine kimeliwa na mtu hazionekani zile, bado anang'ang'ania anataka kueleza, na tena inakuwa continuously hutuba hiyo inakuwa maana miaka 30 inaendelea mpaka wengine wamezihifadhi hata zile hutuba. Inaendelea tu, hakuna mabadiliko yoyote. Kila mwaka ndio hicho kitabu kina rotation, kinakwenda tu. Mtu anakuwa anaswali msikiti ule mpaka anakuwa mtu mzima, bado hutuba ndio zile tu. Lakini tunatakikana kuangalia, kurudi nyuma, tuangalie kile kinachozungumzwa. Khatibu lakini mlezi wa watu, kapewa kazi ile kuwatoa watu katika kiza kuwapeleka katika nuru, naye anafanya kazi ya mtume. Na kama mtume angekuwa kila kukicha maneno ndo hayo anawaambia sahaba, angekuwa pengine wengine wangemhamu kusema Muhammad huyu kila siku anatuelezea kitu hicho kwa hicho, na anatuelezea vitu ambavyo havimo katika maisha. Kwa hiyo Waislamu wabadili, wajaribu kubadilisha system ya maisha. Hivi vitabu ambavyo wanavyo wavitumie kama kuna mambo ambayo yanalingana na kile, au kuna hali imetokea jambo lile. Sio king'ang'anio kitabu hicho kwa hicho, miaka 30 ndio hicho kwa hicho, watu wanarudi wakirudia hutuba hizo kwa hizo, japokuwa yote ni maneno ya Allah. Lakini sasa kuna mambo muhimu yanatokea katika siku kama hizo, unaacha wewe, huambii watu, unarudilia tu mambo ambayo yamepita. Pengine vita vimezungumziwa wakati huo, vita ambavyo vilikuwa wakati ule, au vita zilizokuwa wakati ule, akatajwa na fulani na fulani wakati huo. Leo wakati mwingine mtu mmoja kanihadithia, anasema siku nyingine kinatokea kisa, imamu anapanda kwenye mimbar, mara zile kurasa zile kwa sababu ya kitabu kuwa kimeshaoza, maana kimechanika, ukurasa mmoja ukaruka, feni kama hivi linapepea, ukarusha huo ukurasa ukaanguka chini. Sasa imamu hana njia, ukurasa umeanguka na ule ndio wa kusoma hutuba. Sasa akiangalia watu msikitini wote wamelala, kwa sababu kila siku yeye anawaambia maneno hayo tu. Watu wako yule mwenye kukimu swala ndo kalala kabisa, anakoroma mpaka imamu anamsikia. Sasa wana fimbo ile ambayo unakamata wakati unapotoa hutuba, akachukua kamgonga nayo maamu ile mwenye kuadhini, bwana karatasi yangu imeanguka. Akakurubuka yule bwana, aliposimama tu akasimama akakimu swala, Allahu akbar Allahu akbar, shahada la ilaha illa Allah. Mwana sije kuamsha ukimu swala, karatasi imepotea inakwenda. Sasa eti hawezi kuzungumza kitu kingine kutoka katika akili yake, lazima ile karatasi ipatikane. Sasa wanapoona mambo kama haya watu wengine, sisi tumeambiwa iqra bismi rabbika, kwa maana kwamba sisi tunakuja ulimwenguni to educated people, tuwe watu wasomi.
tuwe watu ambao kwamba kila siku tuna hadhara, na hizi elimu unazoziona zote hizi tumeambishwa tusome sisi. Nikikutajia watu waliosomesha elimu ambazo leo zinasomwa katika university hizi ambazo tunaziita secular education, Ibn Rushdi ni mwanachuoni mkubwa, Ibn Battuta ni mwanachuoni mkubwa, Ibn Sina ni mwanachuoni mkubwa, Jabir ibn Ayyan ni mwanachuoni mkubwa. Hawa wote wanafani katika fani wanazosoma sasa hivi wazungu. Jabir ibn Ayyan unasomeshwa hesabu zinakufundisha kuenua ndege, ndio hesabu wanaziita algebra katika hesabu wanazozifundisha katika secondary schools. Algebra nisba ila Jabir ibn Ayyan. Huyu ni mwanachuoni wa Kiislamu ambaye kaonesha ulimwengu kwamba kweli waislamu walikuja hapa kuwa wasomi. Ibn Sina ni mwanachuoni alikuwa na kitabu kinaitwa Kanun fi Tibbi, udaktari mkubwa alikuwa nao. Kitabu chao walikuwa wanakisomesha mpaka katika university zao, makafiri wanapata elimu kutoka kwa Ibn Sina. Lakini sisi tumezibwa, hatuoni mambo haya. Ibn Khalduni na Ibn Battuta, hawa wote waislamu ni watu ambao ukitajiwa na elimu zao ukipewa tusema hakuna secular education wala religious, zote ni elimu za dini. Hasan al-Haytham, ukisoma katika mwili wa binadamu utakuta kuna daura kidamawiyya as-sughra, of blood, ile mzunguko wa damu. Basi Hasan al-Haytham alikuja kugundua circulation ya blood katika mwili wa binadamu wa sughra, ana sifa kubwa. Lakini hawa waislamu hawataji wote. Ukienda skulini utaambiwa Mfaransa wa wapi sijui kazua circulation of blood, nani alozua jambo hili, nani alikuwa kapima ardhi, hesabu hizi zote wanajitaja wao, na sisi tunakubali. Hizi nambari za 1 2 3 sio nambari za kizungu, hizi za Kiarabu. Wao zao ni zile Roman, wanaandika 1 kwa 1 na 2 2 na 3 3 na 4 1 na hivyo wanaendelea, ndio namba zao. Lakini ukiangalia hizo wanazotumia ni nambari walizozianza Waislamu. Lakini leo wako wapi? Aina tibbuhu, uko wapi utabibu wake Muislamu? Aina ilmuhu, hiyo ilmu yake iko wapi? Na aya za mwanzo zinamsisitiza iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa ajili ya Mola wako aliyeumba. Usome nini? Kila unachokiona kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa radhi nacho na kitapeleka mbele dini yako na maisha, kisome. Usiseme kuna elimu ya dini wala ya dunia. Hamna elimu ya dini wala ya dunia. Sisi tumekuja hapa kuwa wasomi, na hiyo Qur'ani inathibitisha mambo haya. Kwa hiyo wakakaa wakasema hizi fikra za kitabu cha Qur'an tuziondoe kabisa katika vifua vya Waislamu. Tuwaoneshe kwamba kuna better education ambayo inakuwa better than Islamic education, inakuwa haina maana mbele ya elimu hii yetu. Tuwaoneshe kwamba elimu hii utakapoipata unakuwa na cheo, utapata heshima, ukaitwa na mheshimiwa, ukapata na sifa, ukapata na kila kitu. Lakini ukiwa na elimu hii yao uonekane kwamba utaishia kuitwa ustadhi, baadaye utaishia kuitwa omba, na baadaye utaishia uoneshe kwamba watu mkono huu anakulia mtu anachukia tu ukiitwa ustadhi na hamaki. Lakini waoneshe kwamba elimu yetu hii inakupeleka wapi. Brainwash, tunakoshwa akili zetu na vita vya fikra. Vita si lazima mpige mtu maguru. Vita saa nyingine unaleta vita vya fikra tu, unapomelewa unakuwa huna tena thamani. Ndivyo tunavyopigwa vita sisi Waislamu. Wakatupangia kwamba watupe education yao, wanasema ni better education. Tuone kwamba mtu hajawa mstaarabu kama hajaongea Kiingereza, mtu hajawa mstaarabu kama hajasema good morning. Mpaka ukienda katika maofisi makubwa huwezi kuheshimiwa kama hujaongea Kiingereza. Wala mambo yako hayatokana kwamba tumepewa ile kuonesha kwamba hii ndio muhimu, haya mambo mengine hamna. Ukienda unasema asalamu alaykum, utakushangaa. Sema good morning, how are you? Watu watao, karibu bwana, welcome. Unaenda kusaidia Mr. Boss please. Welcome. Kwa sababu una secretary anakumbaikia kwa sababu unaongea Kiingereza. Lakini ukisema Kiswahili, yupo boss, hayupo. Unataka nini kwani? Anashughulika na mambo yake, anashughulika. Lakini ukiongea tena VIP, very important person kaingia.
kwa sababu ya lugha unazungumza. Wanakosha akili zetu, tunaamkia hivyo kwamba kumbe mambo ya dini hana maana yoyote. Uislamu mambo ya Qur'ani hasije qala Rasulullah hazina maana yoyote. Hebu wafundishe watoto wazungumze Kiingereza, wazungumze hivi. Mimi sisemi kwamba watu ni vibaya kuzungumza Kiingereza. Mimi katika mmoja ambaye ninapinga kwamba kuna secular na religious education, kwa sababu na hoja ya kusema hivyo, Muislamu alipoambiwa ikra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa ajili ya Mola wako Mwenyezi Mungu anaumba, kazungumza nini? Sema khalaqal insana min 'alaq. Mwenyezi Mungu kamuumba binadamu kutokamana na tone la manii. Na Uislamu ukikutajia tone la manii sio usikize tu kumbe manii ndio anaumba binadamu, basi kaibani. Ikikupa ishara ya kitu natakikana ukifanyia uchunguzi ilikuwaje jitu hili la miraba minne limetokana na maji kidogo tu. Na ukianza kufanya uchunguzi huo utakuwa unaingia katika fani zinaweka science au biology katika Kiingereza. Kwa hiyo ukiingia katika biology ni utafute hasa uingie lab kwenye experiment, utaingia katika masomo hayo. Na masomo hayo indication yake katika iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kwa nini unasema ni secular education wakati imetajwa katika suratul qalam, suratul al-alaq imetajwa pale? Unaita masomo ya dunia wakati Qur'ani inakutajia kwamba Mwenyezi Mungu kamuumba binadamu na tone la tena. Hakukomea hapo, anasema walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, hakika tumemuumba mwanadamu kutokamana na nini? Sulalatin min tin, basi mchanga ulikuwa safi. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamjalia binadamu huyo akawa tone la manii katika uzao uliotulia kabisa, unaomakinika. Qur'ani kikutajia hivyo, ufanye research huu uzao umemakinika vipi, umemakinika vipi na uko vipi na uko mahali gani. Sio unatajiwa tu unasikia unakwenda, sio lengo lake. Mwenyezi Mungu anasema hii Qur'ani liyadabbaru ayati, hao Waislamu wapate kuzingatia hizi aya zake, sio zinasoma tu Allah 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 basi imekwisha. Na wengine wakalani. Juzi tulipiga mfano, Qur'ani inasoma khudhuhu fagulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin daruha 70 dhira'an faslukuhu. Fasikia msema zidi ya Rabb, silsila 70 dhira', unasema zidi shoni, tunataka zaidi hapo tena. وثيق الذين كفروا ربهم كفروا إلى جهنم زمرا ويسمى اللهم اجعلنا منهم يا رب. lazima uwe uchunge hii Qur'ani imeletwa kwa mambo mengine, sio nasoma huko katika ghafla hujui analisema. Ikitajwa kitu pale unatakikana wewe kama Muislamu kuwa na hamu kutaka kukijua hichi kitu. Sasa wenzetu hakuletea Qur'ani, lakini wakaanza kutafuta huyu binadamu ni asili yake mchanga, na kwa nini iwe mchanga? Na ndio mchanga, na binadamu tabia yake yake mchanga, anachokula kinatoka mchangani. Yeye mwenyewe mwili huo unakuwa umekufa kabisa, lakini ukimwagiwa maji unamwona binadamu anakuwa active, kwa sababu mchanga ukifa ukimwagiwa maji unakuwa active, unaleta na tabia yake ya kimchanga. Ndio Mungu akisema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ndio maana akisema khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan, tukaifanya nutfa baada ya ile mchanga unaoumbiwa ile ule udongo asili yake Nabii Adam, kisha kile anachokula kinatokamana na mchanga. Kwa hiyo kile alichokila kinakuwa nutfa, matone ya damu ambayo inaitwa mani, inakuwa muallaqun bijidari rahim, inatulia kule, na huo uzao hauna hata zaidi ya sentimita 10, ni kitu kidogo sana kimefinikwa, inakwenda pale mania na ganda pale yanakaa. Tena Mwenyezi Mungu anatoa ishara sasa, mwanamke hana tena ruhusa ya kwenda duty, maana ya kwenda katika monthly period, kwa sababu kile kiumbe kilichokwenda pale, ile damu ya haidhi inakuwa sasa inakaa kama godoro na tandiko kwa lile tone la manii, linakuwa ni kama mtoto aliyokuwa analala katika godoro bila inapanda katika ile uzao lazima inakuwa manii yako pale mpaka kiumbe kishakuwa kimetulia. Damu ya haidhi inajenga na nyumba, na mtu anakuwa katika dhulumati ba'dha fawqa ba'd. Tena nyumba tatu inajengewa, kuna kiasi fulani mfuko mdogo, alafu na nyingine tena binadamu yuko ndani pale kasirika.
Kwa hiyo nyumba ya kwanza kaipata katika tumbo la mamake, katulia kule. Sasa anachukula mama nayo anapata, haisi kule joto wala hakuna baridi kali, wala uwe udhani vipi anapata oxygen, vipi anapumua huyu, vipi. Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua. Sasa wenzetu wanatafuta hayo, na sisi ndio tunaelezwa hapa, tunasoma inabakia pale pale tu tukisema Allah 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 bila ya kutadabbar. Anasema thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa. Ala nakupa tu detail, anakueleza fawran ba'da fawr binadamu anapotoka kutoka stage to another. Anakuambia kisha baada ya tone lile likiwa limeganda tunalihaulisha linakuwa pande la damu. ثم جعلنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة. kisha baadaye ile damu tunalibadilisha kwa kipande cha nyama, bado ni binadamu huyo. ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. sasa kila kipande cha damu hapo tunakivisha, tunakitia na mifupa, tunapeleka mifupa sasa, mikono na vidole na hivi na hivi. Maumbile hayo binadamu analetwa tena sura Mwenyezi Mungu mwenyewe anachagua. Sema walaqad sawwarnakum walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Sisi ndio tulokuumbeni na sisi ndio tulokupeni sura nzuri tukupeni. Mlaana angalia Mwenyezi Mungu alivyomuumba binadamu, kila kitu kiko mahala pake munasibu. Nipe habari, ingekuwa sikio moja limewekwa goti hili na sikio lingine limewekwa huko mgongoni, jicho moja linakaa kwenye godole gumba, na mwenye binadamu angekuwa na kisha. Lakini angalia majmal Hasan Mungu kaika viungo vizuri, kila kitu mahala pake. Ndio mwisho anasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mwenyezi Mungu katukuka mzuri wa kuumba kama yeye hakuna. Yule bibi alipewa talaka na mumewe kwa sharti, kaambia anti taliqun illa lam takuni kalqamar, mke wangu utakuwa umeachika kama hutakuwa mzuri kama mwezi. Mke akasema nishaachika mimi, nitaupataje uzuri kama mwezi? Lakini kenda kwa kadhi akasema wewe umeachika kwa sababu alqamaru yuniru lilkauni kullihi, mwezi unatoa nuru kwa ulimwengu mzima, wewe utaupata uzuri wa mwezi, ushaachika. Kaja wanachuoni kaambia kadhi, vipi umepata wapi idea hiyo? Huyu hajaachika kwa sababu huyo mzuri kuliko mwezi. Akauliza na umepata wapi? Akasema Allah anasema inna laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Hakika tumemuumba mwanadamu katika ahsani, umbile bora zaidi, maana yake mubalagha afdal, umbile bora zaidi kuliko umbile la kiumbe yote mwingine. Kwa hiyo mwezi ni kiumbe wa Mungu. Kwa hiyo kama mwezi binadamu ni ahsan, hakuna ahsanu minhu, hakuna alikuwa mzuri zaidi yake. Kwa hiyo bado huyu ni mke wa watu, bado yeye mzuri kuliko mwezi. Kaza akasema sadaka kweli kabisa, binadamu hakuna kiumbe alikuwa mzuri kuliko yeye, na hakuna kiumbe aliyokirimiwa kuliko yeye. Anasema Allah walaqad karramna bani adam, tumewakirimu binadamu. Mwisho anasema faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, tumewafadhilisha kuliko binadamu na viumbe kuliko viumbe wengine wote waliobakia. Kwa hiyo thumma khalaqna almudghata 'idama fakasawna al'idama lahma, kisha ile mifupa tukaivisha na nyama, fakasawna al'idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar, kisha tukaumba binadamu sasa maumbile mengine. Sasa Mwenyezi Mungu anakutajia zile stage zake, kisha baadaye anasema thumma nukhrijukum tifla, katika aya nyingine, kisha tutakutoeni watoto wadogo kutoka katika matumbo ya mama zenu. Na hali ya kutoka kwake, baadhi ya ulama wanasema ile aya thumma sabila yassara, kisha njia akaisahilisha, ni njia hii ya kutoka katika tumbo la mama, sehemu ambayo kwamba inadhiki kutoka, kama daktari atasema hebu tumrejeshe huko alikotoka, mpaka kiyama kitasimama, haiwezekani. Lakini Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake na rehema zake na masikitiko yake, umekuja wewe, umetoka katika njia ambayo kwamba ni naro street, umetoka umeingia katika ulimwengu mwingine, unaambiwa swali, unasema kwani Mungu sikaumba pepo na moto bwana? Yeye swalini mtakwenda peponi, mimi nitakwenda motoni. Wewe unajua ulikotoka, unajua hali yako ilivyokuwa wewe. Innal insana li rabbih lakanud, hakika mwanadamu kwa Mola wake
mpinga, ni mkanushaji, ni mpinzani mkubwa huyu binadamu. Haizingatia hali yake zamani alivyokuwa. Kwa hiyo thumma nukhrijukum tifla, kisha tunakutoeni watoto wadogo. Thumma litadlugu ashuddakum, mnafika mnakuwa baligh. Wa minkum man yutawaffa, na kuna wengine wanakufa kabla hajafika miaka 10. Wengine siku moja kazaliwa wanakufa. Hizi zote Mungu anazitaja, anamtajia binadamu maisha yake yote biljumla. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذال العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. na kuna wengine huwa wazee mpaka akiona halwa anacheka, akinywa halwa analia kama mtoto mchanga. Ndio Mwenyezi Mungu anataja ومنكم من يرد إلى أرذال العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هنا كما هي مش آية وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. kama uamini kwamba Mungu atafufua watu, anakuambia iangalie ardhi ilikuwa inachaka, ardhi ilikuwa misulbi, ardhi ambayo haina mmea ilivyokufa. Angalia tunavyoleta maji, inakuwa hai, inakuwa strong, inaleta chakula. Na wewe utakufa kama tunaweza kuhuisha ardhi, tutashindwa kukuhuisha wewe. Ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni sura Muislamu zimekuja kwa Muislamu ili aende lab, chumba cha uchunguzi, afanye uchunguzi ilikuwaje binadamu huyu akawa hivi. Kisha akitoka hapo atasema hakuna secular education. Ndio maana ningesema sisemi eti watu wasisome skuli. Ni muhimu sana kusoma skuli, kama ilivyokuwa muhimu sana kusoma madrasa. Hizi ni elimu ambazo zimetajwa katika Qur'an. Angalia Mwenyezi Mungu anavyotaja huu bora wa elimu. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an, huoni kwamba Mwenyezi Mungu ameleta kutoka katika mawingu, ameleta maji? Na wanasayansi walisema kwamba hii aya inakhtalifiana na rai za wanasayansi. Wanasayansi wanasema ule mvuto wa jua na ardhi ndio unaoleta natija ya mawingu yakaleta mvua. Kwa hiyo mvua haitoki juu, inatoka chini ya ardhi. Mbona Qur'ani yenu inasema mvua inatoka juu? Kwa hiyo ina ikhtilafu, na sisi wanasayansi hatusemi hivyo. Wakaambiwa na wanasayansi wa Kiislamu, haijakwenda kwamba Qur'ani na maneno ya wanasayansi, bali nyinyi ndio mlioifuata Qur'ani kwamba mvua inatoka chini. Kauliza vipi? Na yeye anasema anzalna minas samai ma'an, tumetoa kutoka mbinguni maji. Na sisi tunasema mvua inatoka chini, natija ya jazibiyatul ardi washams. Akasema angalia, samaa lugha ya Kiarabu haina maana ya mbingu ile sky tunayoiona. Samaa inamaanisha mahala palipokuwa juu. Kilima kimoja kinaweza kuwa na maana zaidi ya 10. Lugha ya Kiarabu ilivyokuwa pana. Kwa hiyo kwa muktadha wa lugha ya Kiarabu, kullu ma fawqa, kila kilichokuwa juu yako fa huwa samaa, kitakuwa hiyo ni samaa kwako wewe. Kwa hiyo hii hapa pia tunaweza kuita hadha samaa, hadhihi samaa almasjid, hii ni sky ya msikiti, hii tunaweza kuita hivyo, ni samaa. Hata ukiwa katika gari yako pale juu inakuwa samaa usayar, kilichokuwa juu yako kinaitwa samaa kwa lugha ya Kiarabu. Maana juu popote kwa asili ya mbingu ilivyokuwa juu ya vichwa vyetu, kwa hiyo kilichokuwa juu yetu kwa kilugha kinaweza kuitwa sky. Sasa na Mwenyezi Mungu kasema hivyo katika baadhi ya aya. Anasema mwambie yule ambaye anadhani kwamba Mwenyezi Mungu hatamnusuru mtume wake, mwambie falyamdud bisababin minas samaa, falyamdud bisababin ila samaa, mwambie afunge kamba mbinguni. Mtu anaweza kufika mbinguni akafunga kamba? Sasa itakuwa Mungu anasema mambo yasiyoingia akilini. Basi kwa nini anamtaka binadamu akafunge kamba mbinguni alafu ajitie kitanzi? Sio kufunga mbinguni, ni kufunga juu ya dari ya nyumba yake kamba, ndipo anapofika. Ndio Mwenyezi Mungu kusema yamdud bisababin ila samaa, afunge kamba juu ya nyumba yake, alafu aitie kitanzi aone kamba hasira zake zitakuwa na faida yote. Kwa hiyo samaa ina maana ya mbingu tu pekee yake. Alafu Qur'ani inathibitisha kwamba maji yanatoka chini ya ardhi. Allah anasema wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha, na ardhi baada hapo Mungu kaitandika, akhraja minha, ametoa chini ya ardhi ma'aha, maji yake. Hiyo maji ya ardhi yametoka chini ya ardhi. Kwa hiyo wanasayansi mnasemaje kuhusu aya hii? Akasema kweli
Kwa Qur'ani ndani sayansi ya hamna. Sasa sayansi kama hiyo Qur'ani nasema Qur'ani ni religious education na ile ni secular education, wapi utakuwa umepata? Qur'ani inazungumzia vitu kama hivyo, anasema anzala minas samai maa, tumeteremsha kutoka mbinguni maji, yani kutoka katika viwingu vya maji. Maji anasema fa akhrajna bihi thamaratin, tukatoa kwa maji hayo matunda mukhtalifan alwanuha, kila matunda yaliokuwa na rangi mbalimbali, mengine green, mengine red, mengine yellow, mbalimbali. Unaona mukhtalifan alwanuha, matunda yaliokuwa mbalimbali kabisa rangi yake, yalikuwa mbalimbali. Wa min aljibali, akakwambia na katika majabali unayoona katika ulimwenguni, judadun bidun wa umrun, katika hayo majabali pia yapo majabali kuna mistari meupe na mengine mekundu, majabali yana katika ulimwengu. Judadun bidun wa umrun wa gharabibu sud, na mengine meusi. Kwa hiyo anakupa njia, anakupa education kwamba matunda yako rangi nyekundu, yako rangi nyingine nyeupe na yellow, na majabali vile vile. Kisha akasema nini mwisho wa aya? Inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Hajamaliza aya hiyo kasema kuhusu binadamu, wa min an-nasi wad-dawab wal-an'am mukhtalifun alwanuhu kadhalika, na miongoni mwa binadamu yani watu na wanyama na viumbe vyote vingine vinapotembea katika ardhi, mbuzi na ngamia na nyoka na kadha kadha, anakuambia mukhtalifun alwanuhu kadhalika, hivyo pia vina rangi mbalimbali. Kaanza kukutajia nini? Majabali. Akakutajia nini? Mimea iliyokuwa imeletewa maji. Kisha sasa anataja na binadamu, wako weusi, wako weupe, wako wekundu, wa halumma jarra mukhtalifun alwanuhu kadhalika. Lakini hizi zote kazitaja mbele yake, anasema inma yakhsha Allah min ibadihi alulama, lakini wanaomcha Mwenyezi Mungu zaidi katika waja wake ni wale waliosoma, wale kwa na elimu, kwa sababu elimu zao ndizo zinazowapeleka mpaka wakajua kwamba la ilaha illa Allah. Elimu zao, ukiona mtu elimu yake inampotoa, basi huyo akapiga kampeni na shaitani. Lakini elimu haimpeleki mtu mahala pabaya, na mtu mwenye akili timamu atakwambia Uislamu huu bwana dinu haqqin la ghubara fihi, kabisa kabisa. Kama mtu kweli educated person ana hali ya elimu, na Uislamu unakuwa karibu na yeye zaidi. Kwa ajili hiyo hizi elimu zinatajwa Waislamu, zinatajwa kwamba ni elimu za dini. Akasimama akasema hadha wa mushaf, huu msahafu ya nani? Tukiumaliza huu tutawamaliza na wao. Tuweke campaign tuwaoneshe kwamba hauna maana. Mimi ninakumbuka, nasamahani kujitaja mimi mwenyewe, katika zama miaka ya nyuma nilikuwa na miaka kama 12 hivi, nimerakiz katika kusoma katika boarding school za madrasa. Lakini nilikwenda siku moja kumtembelea mamangu mzazi, akawa kuna shoga yake pale. Basi katika kueleza zile habari, mwanangu huyu anasoma chuoni na madrasa hivi, yule mama akasema umsomeshi skuli? Akaambia anasoma pia skuli, lakini sana anasoma madrasa, anapenda yeye kama madrasa. Nasema sasa huyu atapata nini atakijajua mkubwa? Atakuwa manake maisha yake hana tena mwele manake kawa na ile manake idea kwamba huyu kama hatosoma skuli amekwisha. Yani wanaona upuzi mtupu kusoma madrasa, mtu kusoma ikra bismi rabbik, kusoma Qur'an, upuzi mtupu. Na alikuwa sahihi, lakini la alikuwa batil, kwamba skuli ndio ile madrasa. Waislamu hawabagui kabisa kwamba mtoto asome huku asisome. Wasije watu wakaona kwamba Uislamu unakataza watu kusoma elimu hizi nyingine ambazo tunaziita elimu za dunia. Hizo elimu ni muhimu kama ilivyokuwa muhimu elimu ambayo tunaita elimu ya dini. Lakini Uislamu tu awe na mizani. Lakini sisi tunaacha na tunaidharau hii elimu yetu, tunasema haitupi kitu chochote. Sisi tutakuwa hatuna maana yoyote kama hatutosoma elimu hii, bali tuache hii yetu tuone. Sisi tuna fikra hizo pia, Uislamu tusiwe na fikra hizo. Hizi fikra zimetoka natija ya hawa watu, kwa sababu wanaona kwamba wewe ukiwa na secular education mshahara wako unapata mkubwa, lakini ukienda kusomesha chuoni
zile pesa za alhamis zile 200 ndio itakuwa mshahara wako. Mtoto kama hakuleta mwalimu ana uchuki, hizi bwana ndio mshahara wangu, wewe unataka kuniletea. Kanzu imechanika huko, unaona kiraka kikubwa cha rangi ya black, hujui hii kanzu ilikuwaje. Kiatu chake kimoja blue kingine green, ndio mwalimu ana mashaallah, mwalimu yule mzuri, mcha Mungu yule bwana, kitembea matako wazi ndio tunakuita mcha Mungu. Lakini ukionekana kidogo yule bwana anafuta pesa tu bwana. Sasa Waislamu tunakwenda wapi? Nani kasema Muislamu bora ni maskini? Bwana Mtume anamwambia wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Mwenyezi Mungu alikupata maskini akakutajirisha. Bwana Mtume alikuwa maskini akatajirishwa. Alitajirishwa wapi? Alikusanywa katika mali ya Bibi Khadija. Bibi Khadija kampa Mtume pesa zake zote, akamwambia tafarraf unapotaka wewe. Bwana Mtume akawa tajiri mkubwa. Lakini kwa sababu anajua na mtu kuwa tajiri si dhambi. Sisi watu wengine tunaona mtu akiwa tajiri kishapata balaa. Na ni balaa kweli kama hatakuwa anatumia kile kilichokuwa chake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu mtu ukiangalia zile pesa zako zote ulizokuwa nazo katika maisha yako umezigawa katika pande 3 au 2. Bwana Mtume anasema yakulu ibn adam mali. Binadamu huwa anasema pesa zangu, mali yangu. Mtume anasema wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Wewe binadamu, kwani una mali isipokuwa ile ulokula ukamaliza? Wa ma labista fa ablaita. Kwani unafikiria una mali isipokuwa ile ulovaa ukaozesha? Kile kitu ulichokivaa mpaka kikaoza ndio chako, na kile ulichokila mpaka ukamaliza ndio chako. Kile kilichokuwa nyuma yako usifikirie ni chako, isipokuwa nini? Asema kile ulichokitanguliza ukaenda ukakikuta kule mbele, hicho pia ni chako. Lakini kilichobakia utakapoondoka wengine watauana kwa sababu ya kile ulichokiacha, wengine wataasimiana, wengine watakuwa wadhalun. Kwa binadamu anaishi katika mazingatio haya, lakini sio kwamba Muislamu bora ni yule atakaoishi siku 3 hajala kwake, kanzu imechanika ina viraka kila aina, anavaa champali ya buluu na girini. Muislamu huyu anavujiwa usiku kucha, huyo ndio Muislamu ataingia peponi. La, tena watu wengine wanatoa hadithi wanasema Allahumma aini miskinan, Mwenyezi Mungu nipe uhai niwe maskini milele, wa amitni miskinan, na nipe maskini. Hadithi hii ndio maana yake. Bwana Mtume aliposema hadithi hii, miskinan haina maana ya maskini fukara. Miskinan inakuwa na maana ya mutawadhi'an. Allahumma ahyini miskinan, yani Mwenyezi Mungu nifufue niwe mtu mnyonge mwenye kudhalilika mbele yako, mutawadhi'a, mnyenyekevu mbele yako. Wewe hujamwona tajiri mkubwa amepata balaa, watu wakaona maskini, wakataja kilima hicho. Na ana maskini gani? Hana maskini wote, lakini hali ilompata wakamtumia neno la maskini. Maskini sio kwamba mtu hana kitu. Maskini ni mtu alopata katika hali ya unyonge au akapata msiba fulani. Sasa Mtume anaomba dua, anasema ya Rabbi niishi mutawadhi'an, mwenye kunyenyekea katika ulimwengu, na nikifa niwe mnyenyekevu, na ukinifufua siku ya kiyama unifufue katika jumla ya watu wanyenyekevu. Hakuwa fukara Bwana Mtume. Na ndio maana tumeambiwa sisi tutafute elimu na tutafute na mali, tupeleke mbele Uislamu wetu. Allah alipotangaza jihadi ya kwanza alitangaza biashara ya jihadi, alisema ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Nikufundisheni biashara itakayokuokoeni na adhabu ya moto. Tu'minuna billahi wa rasuli, kwanza muwe na imani ya Allah na mtume wake. Watujahiduna fi sabilillah, pili muwe na jihadi ya kuipigania dini yetu. Tatajani bi amwalikum, na hizo mali zenu mlizokuwa nazo. Sasa hakutaja kitu kingine, kisha wa anfusikum, alafu tena na viwili vyenu. Kwa hiyo mali inakuja namba 1. Ikiambiwa mali ni matatizo, kwa sababu inaweza kukutatiza kweli, ikakupeleka kusikokuwa kuzuri, na lakini inaweza kukupeleka kukuwa kuzuri. Kwa hiyo Uislamu waliuona kwamba utakuja kuingia ukawabana watu, ukawapeleka katika huria kamila, wakafundisha kwamba tuwaoneshe watu kwamba Qur'ani haina maana yoyote, tuwape elimu yetu, wakishapata elimu yetu tuwatafutie ngazi kubwa tuwaeke, tumpe mtu cheo kikubwa, tumuoneshe mfano kwamba huyu mnamuona asingefika hapa, kafika hapa kwa sababu ya kuzungumza Kiingereza tu.
Namuona huyu asingefika hapa kwa sababu ya jua la Kiingereza lisilozama alilolinyenyekea ndilo lilomfikisha hapa. Amwangalie ni yule alokaa akapiga magoti akasema qala Rasulullah. Ana nini? Angalia nyumba yake ilivyokuwa, angalia ni watoto wake walivyokuwa, angalia maisha yake yalivyokuwa. Kwa hiyo ni mfano bora kwa watu, hata wakija wakiona kumbe haina maana yoyote. Ndio yule mama akasema sasa huyu namfundisha hii atakuja kuishi vipi, atapata nini huyu katika maisha yake? Akasahau kwamba Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Kwa ajili hiyo Waislamu, aya hizi tuzibakishe mpaka tutakapokuja katika wiki itakayokuja, kwa sababu bado ni aya zilizokuwa zina encouragement ya hali ya juu katika mambo muhimu katika umma wa Kiislamu. Tufike hapa. Mwenyezi Mungu atujalie kwa haya tuliyosoma yawe yenye manufaa katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu atujalie kwa Qur'ani iwe shafi'a lana yawm al-qiyamah.